Yesu ni mzuri, ni neema ya ajabu ambayo ametupa ya kufanya kazi yake. Namtukuza Mungu kwa sababu ya utumishi huu. Nataka tukumbushane jambo moja dogo sana kwa unyenyekevu kabisa. Kama kiongozi mwenzangu, ni mtendakazi, ni kiongozi, ni shemasi, mzee wa kanisa, ni kiongozi kwenye idara yote ile, kwamba kwenye watu naongoza wako watu wa haiba tofauti, makundi tofauti. Kuna watu ambao tunasema watu wa mlipuko. Watu wa mlipuko huwa wanachukuliwa na matukio. Unapokuwa na tukio huwa wanalipuka, wanaweza kuyakuza mambo, kuyazungumza katika ukubwa ambao haupo. Wanachukuliwa na matukio, na wakati mwingine mnaweza mkawata kwenye kikao, akanyosha mkono kuzungumza, akazungumza kwa namna ya kukuza mambo au kuvunja moyo au kuona kwamba hili jambo haliwezekani katika uzito mkubwa sana. Watu hawa kwa sababu wanapenda kuchukuliwa na matukio na kuyakuza kwa namna ambayo wakati mwingine matukio hayo hayako, si ajabu, kwa sababu tunaongoza watu hawa, huwa hawakosekani. Si watu ambao tunaweza tukawachukia. Unakumbuka wakati ule Yesu alipowaambia wanafunzi wake waende, rafiki yao Lazaro amelala, anataka kamwamshe. Unaona majibu yaliyotokea hapo. Ukisoma ile Yohana, tusome ile Yohana sura 11 mstari ule wa 7 hadi 16, Biblia mahali hapa inasema hivi: kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe, nao unakwenda huko tena? Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana ajikwai kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu, bali akienda usiku jikwaa kwa sababu nuru haimo ndani yake. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini nakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhania kuwa amenena habari ya kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa, nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba si kwako huko, ili mpate kuamini, lakini na twendeni kwake. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Unaona majibu ya mtu wa mlipuko. Yesu anawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, nami nafurahi si kwako huko, twendeni kamwamshe. Wanasema, Bwana, juzi tu walitafuta kukupiga kwa mawe. Tukio ambalo limetokea miezi mingi imeshapita, siku nyingi zimepita. Mtu wa mlipuko wanakuza mambo, anafanya mambo yaonekane katika ukubwa ambao hauko. Angalia, Tomaso anasema twendeni pamoja naye, tukafe pamoja naye. Sasa watu hawa huwa tunawasaidiaje? Mara nyingi kwa kadri inavyowezekana waondoe kwenye kundi, kwa sababu wanaweza kuwa sababu ya kuwavunja moyo wengine, wakawa sababu ya kunyonya imani ya wengine katika kile ambacho wanataka wafanye. Lakini vile vile kama amelipuka katikati ya mkutano, wewe kama kiongozi unatakiwa ubaki kuwa mtulivu, alafu mwambie kwamba akae chini, zungumza katika utulivu, na kwa kadri inavyowezekana mwambie, sasa hebu rudie tena maneno uliyokuwa unayazungumza. Utaona mara nyingi, kwa sababu ni mtu wa mlipuko, hata rudie kwa namna ile. Na mara nyingi sana wao wanapokuwa wanajieleza, anapenda sana kusema nilisikia, walisema. Mwambie, ondoa neno nilisikia, walisema. Zungumza katika uhalisia hicho ambacho unazungumza. Utaona wengi wao, watu wa mlipuko, huwa hawaoni shida kuomba samahani, huwa hawaoni shida kukiri kwamba wamekosea. Na watu hao wanapobadilika wanakuwa ni watu wema sana. Kwa hiyo hao nao ni watu ambao Mungu ametupa kuongoza. Na wewe kama ni mtu wa namna hii, jiombee mbele za Mungu. Inatakiwa kubadilika ili uwe mtumishi mwema wa Kristo. Mungu wangu akubariki sana, na neema ya Bwana iwe juu yako, na hongera
kwa kazi njema ya Mungu unayoifanya. Barikiwa sana. Amen.